Okay, tukiwa shule ya msingi, tukiwa sekondari na wengine hata kwa elimu ya juu hivi sasa. Hii ndio ramani ambayo tumekuwa tukifundishwa na ndio ramani ambayo tunaifahamu kwa wengi wetu. Ramani hii imewafanya na inatufanya watu wengi tuone kwamba bara la Afrika ni dogo sana kulinganisha na maeneo mengine au mabara mengine. Mercator World Map ndio ramani ambayo inatumika hivi sasa. Ilianza kutumika tangu mwaka 1569. Ni ramani ambayo haionyeshi uhalisia halisi wa ukubwa wa maeneo mengi duniani kote. Bara letu la Afrika limeonekana ni dogo sana kulinganisha na ukubwa wake halisi. Greenland imeonekana ni kubwa kulinganisha na Afrika, ili hali Greenland inaingia zaidi ya mara 14 ndani ya bara la Afrika na bado nafasi inabaki. Ni lazima tufahamu hili. Ukubwa wa bara la Afrika una uwezo wa kuifanya nchi kama vile China, Marekani, India na maeneo mengi ya Ulaya kuingia ndani ya bara la Afrika kiukubwa na bado nafasi kabaki. Hii inatufanya tudharaulike, tusionekane kwenye uhalisia wetu na maeneo ya magharibi yaonekane ni makubwa zaidi kuliko sisi wenyewe. Sasa mwaka 2025 ilikuwa ni ajenda kubwa na nzito sana. AU mwaka 2025 kuanzia mwezi wa 8 walifanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba wanatetea mpaka pale ambapo tutapata ramani halisi ambayo inaonyesha ukubwa halisi wa bara letu la Afrika. Na zaidi ya yote kupitia kampeni ya Correct the Map. Lakini tujiulize, je, kama tusipotumia ramani hii, ni ramani gani ambayo inaweza kutumika? Zipo ramani kadhaa ambazo zinapendekezwa kutumika. Ramani ambazo angalau kwa kiasi fulani hazifichi uhalisia wa ukubwa wa maeneo mengi duniani kote. Kuna ramani kama vile Eco Earth Projection, ramani kama vile Robinson Projection ambayo angalau kwa kiasi fulani haifichi uhalisia wa maeneo ya duniani kote. Sasa tunatamani elimu ambayo inatolewa mashuleni ionyeshe uhalisia kuhusu ramani ambayo inatumika hivi sasa. Na bara la Afrika halionekani kuwa dogo kama ambavyo linaonekana kwenye ramani ile, bali Afrika ni kubwa sana. Africa's finest, we tell the Africa story. See you next time. Bye bye.